Kuna taarifa nzito zilizotolewa na kusambaa huko kwenye mitandao ya kijamii zinazoibua sintofahamu na taharuki kumuhusu makamu wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi na chama chake cha Mapinduzi CCM. Kunadaiwa ndani ya chama hicho kikubwa na tawala nchini Tanzania kinachoongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kuna fukuto zito linalofukuta ndani kwa ndani juu ya Nchimbi na CCM, kiasi kilichopelekea uongozi wa juu wa chama hicho kumchukulia hatua Mheshimiwa makamo. Je, ni fukuto gani na nini kinaendelea? Basi sikiliza taarifa hii mpaka mwisho. Lakini kikubwa zaidi kwa mtazamaji wetu ambaye bado hujasubscribe, ni kukumbusha ubonyeze sasa maneno subscribe pamoja na alama ya kengele kwa faida ya kupata taarifa zetu nyingine. Mengi yamezungumzwa na kufichuliwa baada ya halmashauri kuu ya CCM taifa kukaa kikao chake maalum hivi majuzi, ambapo tutakumbuka Julai 29, 2026 halmashauri kuu ya CCM ilikaa kikao maalum kule Zanzibar chini ya mwenyekiti wa chama hicho taifa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo baadaye CCM ilitoa taarifa kwa umma kuwa pamoja na masuala mengine, kikao hicho kilipokea mapendekezo ya kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM na kufanya uteuzi wa naibu katibu mkuu bara, ambapo kilimteua Aggrey Mwandri, lakini pia kilimteua naibu katibu mkuu Zanzibar, mjumbe mmoja wa kamati kuu ya halmashauri kuu taifa, katibu wa halmashauri kuu taifa idara ya organization, pamoja na katibu wa halmashauri kuu taifa idara ya uchumi na fedha, huku wajumbe wengine akiwemo katibu mkuu, katibu mwenezi na wengine wakiendelea na nafasi zao. Pia taarifa ya CCM ikasema ilijadili na kupitisha mapendekezo ya sera ya dawati la jinsia na jumuiya zake pamoja na uchaguzi wa chama na jumuiya hizo wa mwaka 2027. Sasa baada ya Chama cha Mapinduzi kukaa kikao hicho na kutoa taarifa hiyo, zipo taarifa nyingine kadhaa zilizotolewa ambazo zinadaiwa ni za ndani, chama hakikuziweka wazi kwa umma, huku wengine wakisema kuna msuguano ndani ya CCM na Dr. Nchimbi kufuatia kauli zake za majuzi za kuwataka Watanzania kudai na kupambania katiba mpya. Baada ya kikao, mwanaharakati maarufu mwenye wafuasi wengi anayedaiwa kuibwaga yasiyowekwa wazi Maria Sarungi aliibuka kupitia mitandao yake ya kijamii, akaposti na kuandika, mimi nakwenda kumnukuu tu, jibu limepatikana. Askofu Bagonza na wengine walimhoji Nchimbi anaposema tupambanie katiba mpya, tunapambana na nani? Leo kikao cha neki, majibu yamepatikana. Bashite kapendekeza Nchimbi apelekwe kamati ya maadili na alizomewa kweli na wajumbe, kisa eti kadanganya umma kuwa rais anataka katiba mpya. Rais akaamua eti sawa apelekwe kamati ndogo ya maadili, wajumbe wamelipuka. Sasa tushajua tunaopambana nao na wanaozuia katiba mpya, mbona ache nyeshe tujue panapovuja. Hayo aliandika Maria Sarungi akidai kikao kiliamua makamu Nchimbi apelekwe katika kamati ndogo ya maadili, lakini muda kidogo akarudi tena na kuandika na kwenda kumnukuu, nyongeza, hii maadili ndogo nimefuatilia, kumbe ni kuhojiwa na Wasira. Sasa Wasira ana bifu la kufa mtu, maana anadai Nchimbi alipokuwa katibu mkuu alimkata mwanaye ubunge akampa Esther Bulaya, pambaneni. Alafu sasa kumbe kosa la Nchimbi ni kumsingizia rais kuwa ana nia ya kuleta katiba clear. Rais ana mpango huo na ndio maana kataka Nchimbi apelekwe maadili ndogo. Very good, acha inyeshe na dhoruba juu, sisi yetu macho hadi tutaelewana tu. Hayo aliongeza Maria Sarungi akisisitiza kuwa kikao kiliamua Mheshimiwa Nchimbi apelekwe kamati ya maadili, na kama tunavyojua kamati ya maadili utapelekwa tu kama kuna tuhuma zinakukabili, na hapa tunaona Sarungi na wengine wanasema Nchimbi anatumiwa kuwaambia Watanzania wadai katiba mpya, huku akisema Mheshimiwa Rais anaitaka.
kitu ambacho Maria anasema sio kweli. Sasa ukiachana na Maria Sarungi, mtu mwingine aliandika kuhusu Nchimbi kugeukwa kwenye kikao hicho, ambaye amezidisha gumzo na mijadala mitandaoni, ni Askofu Bagonza. Tukumbuke Askofu Bagonza ni askofu mkuu wa Dayosisi ya Karagwe wa Kanisa la Kiinjili na Kilutheri Tanzania KKKT, ambaye yeye kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii ameposti picha ya Nchimbi akikabidhiwa baraka za umakamu wa rais na makamu wa rais mstaafu Philipo Mpango, na kisha Bagonza akaandika, inakwenda kumnukuu: sikiliza kisichosemwa kuliko kinachosemwa. Katika mazingira ya kutoaminiana, mtu anapoongea, jitahidi kusikiliza kisichotamkwa kuliko kinachotamkwa. Ujuzi wa kusikiliza kisichotamkwa ni taaluma maalumu, wasiojua wanaitombea. Nimebahatika kusikiliza kisichotamkwa na kubaini haya: moja, katiba mpya inayodaiwa sio moja. Mbili, walioiahidi watawala wetu na wanaotaka kuileta haitakiwi na wananchi. Tatu, wanayoitaka na kuidai wananchi haitakiwi na watawala wetu. Nne, kama ingekuwa mmoja wasingemgeuka mjumbe wao aliyetuambia tudai katiba mpya. Tano, walimgeuka ndio wanaozuia katiba inayotakiwa na wananchi na kutaka kuleta wanayoitaka wao, ambayo haitakiwi na wananchi. Sita, tuna taifa lililokata tamaa. Mjumbe anayeuawa alitaka kuinua matumaini kwa kuchemsha mawe jikoni na kuwafanya watoto wenye njaa wasubiri chakula kisichoiva. Wanaompinga tunawasubiri waje kutukatisha tamaa, maana hawataki tufurahi. Saba, hata kama hatukubaliani tuheshimiane. Hivi macho yangu yananidanganya kwamba kuna wananchi wengi wasio wana CCM, kwamba kuna Waislamu wengi nje ya BAKWATA, kwamba kuna Waprotestanti wengi nje ya CCT, kwamba kunaweza kuwa na Wakristo wengi nje ya teki? Maana yangu, hulka ya hodhi, monopol, ni kichaka cha uzembe, ubabe, ulevi wa madaraka, uvivu wa kufikiri na kaburi la maridhiano. Tujifunze kuishi na wengine kuliko kuishi na sisi kwa sisi wenyewe. Tunajipenda mpaka tunajinyonya. Tatizo la Mjaluo anayenyeshewa mvua akikuomba kuingiza kichwa kwenye nyumba yako ili kujikinga mvua, ukikubali anaingiza mabega, mwishowe mzima mzima. Ukikosa pumzi unamwachia nyumba yote na kwenda kunyeshewa nje. Mtazamaji wangu, hayo ndio aliyoandika Askofu Bagonza, ambapo kule mwanzo nilikusomea aliyoandika Maria Sarungi, ambayo wengi wameachukulia kama yamemaanisha kuna fukuto ndani ya CCM kiasi cha kufikia makamo kupelekwa kamati ya maadili. Mimi nimenukuu tu kwa hao, lakini Chama cha Mapinduzi chenyewe mpaka sasa hakijatoa taarifa inayothibitisha Nchimbi kupelekwa maadili. Je, nini maoni yako? Uandika hapa chini na sisi tutasoma. Kubwa zaidi, hakikisha umesubscribe ili usione zikosa taarifa zetu. Hii hapa ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.